tujikite kwenye ana corrections na namna kama video alivyosema, tujikite hapo. Tuanze na karibu. Shukrani. Ana mwaka mmoja tangu mmeingia naye mkataba na amemaliza sasa, mnaingia mkataba mmoja. Watu wangependa kujua faida alizozipata mpaka yeye akakubali, sio nyie, yeye akakubali kuingia tena kwa mara ya pili. Lakini kwenye huo mkataba wa awali tunataka tujue, kwa sababu huyu before alikuwa ni mtu wa mtu, pengine aliingia mkataba alikuwa yeye na mumewe, ama aliingia mkataba yeye kama yeye. Asante. Haitwa Mzafumo. Kwanza kabisa kuhusu mkataba wa kwanza, press ya kwanza nafikiri tulikuwa na huko kama nilivyosema alikuwa mume wangu, lakini ana alinitafuta before kabla mimi sijakutana na aliyekuwa mume wangu. Kwa hiyo akanitafuta, tukakubaliana kufanya kazi. Bahati nzuri ikatokea na kutokea mambo yakaunganika, kwa hiyo tukaendelea na kazi humo moja kwa moja. Na kuhusu faida ambazo nimezipata mpaka nataka kuendelea kufanya kazi na Ana, ziko nyingi ambazo siwezi kuzisema mbele za watu. Kuna vitu vingi tunafanya vya maendeleo ambavyo hatuwezi kuonyesha kwenye cameras, labda tunasubiri muda sahihi ufike. Kwa faida ziko nyingi na ndio maana nilikuwa willing kuendelea kufanya kazi na Ana Collection. Okay, sawa. Na natamani pia Zailisa kuthibitisha hili ambalo pia tumekiona kwenye mtandao. Ni kwa asilimia ngapi labda pengine Ana Collection ulikuwa unakubalisha? Maana siwezi kwamba ulikuwa mara nyingi ununuliwi nguo. Kwa hiyo Ana Collection inakubalisha. Ni kwa asilimia mia, mimi ni balozi. Ukiacha tu Ana kunivalisha pia ananilipa. Yaani ukiacha tu kuvaa pia ananilipa kuvaa nguo zake. Kwa hawezi akanilipa nivae nguo zake alafu nitoke nilipie hela ili ninunue nguo zake. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa kila ninachokivaa kutoka Ana Collection ni jukumu la Ana Collection na wanafanya nikiwa kama balozi, na ukiacha kuvaa tu pia wananilipa. Kama alivyosema Mama Tali, atapendeza na ataingiza pesa pia. Na ndio hivyo ilivyokuwa kwa mimi. Kwa nalipa na navaa na ataendelea kuvaa na kulipa. Okay. Nina swali. Ili nitatamani unijibu Zai pamoja na Ana. Kwanza Hana, hongera sana, mimi nakufahamu muda mrefu toka ile unapambana mwanzo mpaka leo. Umekuwa Septemba 3 mwaka 2024 Zailisa, ukiwa na alikuwa mume wako kama ulivyosema, mlikuja kwenye press na mkatuambia kuhusiana, ambapo hii nakumbuka ilikuwa ni FA Fashion Night ya pili kama sijakosea, na kuna vitu vingi mlivizungumza na mambo mengi yaliendelea pale. Je, ile ilikuwa ni collab kati yako wewe na mume wako? Sasa zile fashion zitaendelea tatu na yeye itakuwaje sasa hapo katikati, kwa sababu inaonekana kama makubaliano au mikataba na yeye tayari alisha chip in. Hiyo imekaa vipi kwa upande wako? Tutasikia na Ana yeye anasemaje. Yeye hapo chip in kwenye mikataba yangu alikuwa ananisaidia na kunisimamia kama mke wake. Lakini kuhusu mikataba naona na sign hapa mwenyewe mimi kama mimi. Kwa hiyo ni kazi yangu, alikuwa ananisupport. Si kwamba na yeye alikuwa kwenye mkataba labda na yeye ni model au mfanyakazi wa Ana Collection, hapana. Kwa kuhusu hizo kazi zitaendaje nafikiri Ana anaweza karibu. Kwa Ana wewe tusikie. Okay, asante. Sisi mkataba wetu ni kati ya Ana Collections na Zainab. Kwanza sio Zailisa. Zainab. Kwa hiyo haya ni mambo ya kisheria zaidi. Contract ni kati yetu sisi Ana Collections na Zainab. Lakini tupenda kumshukuru aliyekuwa mume wake. Tumeweza kunegotiate naye mambo kaza wa kaza. Kwa hiyo tutakuwa wachoyo wa fadhila tusipomshukuru yeye. Tunashukuru, lakini sasa hivi akatujulisha kwamba amepata management mpya, kazi zinatakiwa ziendelee, mambo ambayo yapo, unajua kabisa kwamba biashara au ajira haihitaji hisia jamani. Kwa mambo mengine lazima endelee, afanye kazi, na sisi tuna project ambazo tunatakiwa zitoke, ziko njiani, ndio maana tukasema tusaini ili mambo mengine yaweze kuendelea kwa sababu kazi inasimama.
Ana hapo watu wanaamini ya kwamba mume wake ndio alimuongezea mvuto wa kibiashara kupelekea baadhi ya makampuni yakamwamini kufanya naye kazi ikiwemo nyinyi. Leo hii wewe kwa kuwashuhudia Watanzania, hilo vipi? Hata kama ni kweli alimuongezea, je, unazungumzaje akiwa ameshaondoka? Labda hilo anaweza akalijibu mwenyewe, lakini nachoweza kuongelea kuhusu sisi ni kwamba visibility ndio inamfanya mtu aonekane na nguvu ambayo inaweza kupush. Tukishamvalisha sisi, tumefanya upande wetu wa kumweka sawa aonekane. Sasa kuonekana ni watu wa media pamoja na influencing mbalimbali ambazo zinakuwa. Yaani kuna strategy nyingi za kumfanya mtu mpaka aweze kuonekana. Kwanza avae, apendeze. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kila upande umefanya kazi yake ipasavyo. Okay, na Elisa kwa kujibu hilo kwamba ni kweli mume wako alikuwa anakuongezea namna fulani hivi au makampuni kukuona maana zaidi. Mimi sitaki kuongelea sana huko, lakini acha tuone. Acha tufanye kazi. Then tutaona. Sawa. Umetambulisha management yako na ulisema meneja yako unazungumzia. Kumbuka kwenye kesi hii ya kwanza wakati umekuja na mkopo wako ni Manara nitambulisha kwa yeye ya kuna management mpya. Mkataba ulivunjika baada ya ndoa kuvunjika pia. Kama nilivyosema mwanzo, tulikuwa na mkataba. Alikuwa ananisupport kwa sababu nilikuwa mke wake. Kuna dhana yoyote Zailisa, ukiachana na hili, ni kweli umerudiana, unatarajia kurudiana na kwa mpenzi wako wa zamani mara baada ya kujana zako kwa dada yake na mikopo? Hizo video ni za muda mrefu sana. Alafu sina mpango huo wa kurudi kwa yoyote. Niseme tu hivi, sina mpango kurudi kwa yoyote. Sasa hivi nimeamua kufocus na kazi, familia yangu, namaanisha kazi period. Yaani sasa hivi vitu mtakavyoona kwangu mimi ni kazi basi. Zelisa, ukisema kwamba aliyekuwa mume wangu inafanya watu warudi kwamba tayari ushapewa talaka, ni kweli? Siko kwenye ndoa. Umeshapewa talaka? Siko kwenye ndoa. Talaka 3. Unaruhusiwa kuchumbiwa sasa hivi na mtu mwingine? Napumzika kwanza jamani. Yaani kisheria za dini unaruhusiwa? Napumzika. Okay. Nikienda kwako afu nitarudi pia kwa Ana. Napenda wote mnijibu 80 kama ninakuwa hivyo. Too much. Watu wengi wanakimwona binti mdogo ndoa mbili wanaitafsiri tofauti. Kwamba ndani ya ndoa mbili zimemshinda na ndoa ambazo moja alitoka hajamaliza mwaka, nyingine hajamaliza miaka 2 hivyo. Kwako kuwasaidia watu ambao ndo followers wako, ndo wanaokupush unapata matangazo, unaweza ukawaambia nini ili uendelee kuwa na imani ya kwamba Zailisa sio tatizo kwenye hizo ndoa, labda tatizo ni watu ambao wanakutana nao? Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo au watu wanaokuwa wanakutana nao ni tatizo. Wanasema sijui nimesahau hiyo kauli, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya. Na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya, lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi. Mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo yani hivyo tu wasikurupuke. Una imani mlikurupuka kwa sababu ulikuwa umetoka tu kwenye ndoa muda mfupi, mjakaa sana, mkafunga ndoa? Tuongelee kitu kingine. Okay, Ana collection hapo kwako.